furaha tele moyoni mwangu kukutana nawe tena mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Open Mic za Didas TV. Naitwa Machumbi Tonganolami Crystal. Upande wa kamera ni wake Wilson. Hapo jana siku ya Alhamisi tarehe 26 mwezi Juni mwaka 2025, meya makamo wa jiji la Baraka Madame Emerite Mongelwa aliendesha baraza la usalama mkiwemo viongozi wa mashirika ya kiraia, viongozi wa idara za usalama, ambako baraza hilo iligusia mambo mseto mkiwemo kazi za pamoja ambazo zinaendelea kuendeshwa katika mji wa Baraka pamoja na mambo mbalimbali. Huku waligusia pia maandalizi gisi gani atapokelewa gavana wa mkoa wa Kivu Kusini ambaye anatarajiwa kusherekea sikukuu ya uhuru ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inafanyika tarehe 30 mwezi Juni kila mwaka. Tumsikilize wakati alipoojana na vyombo vya habari. Emerite Tabisha, meya kwa muda wa mji wa Baraka, jambo. Jambo sana. Katika siku ya leo ulikuwa umeweza kuitisha kikao na raia wa tabaka mbalimbali, labda malengo ya kikao ilikuwa ni nini? Lengo ya kikao ilikuwa kukagua namna ambayo tunaendesha kazi mradi wa Salongo. Tumeuanza, tumekwisha kufanya mwezi mzima. Maana yake Salongo ine imefanyika kila siku ya posho. Inaomba tujue tumeanza na tuko wapi, nini ya kufanya kwa kuiboresha vizuri, ya wapi imekuwa mabovu, ili ile mabovu tuinyooshe na kazi iendelee vizuri. Hiyo ndio ilikuwa lengo, na lengo ingine ilikuwa habari mbalimbali ya kujulishana tu. Namna gani mliweza kutathmini kwa wiki hizi 4 ambazo tayari imekwisha kutekelezwa? Kwa ujumla watu wamesema kwamba wanaona mambo yanaendelea vizuri, wanafurahia kuona maaveni mtu anaanza aona hadi kwa mbali kwa sababu yanafunguliwa, yananyoshiwa, ijapokuwa ingaliki bado inanyoshiwa kama vile hauna tekniki sana, ingaliki tu wanaifanya kwa nani yao, lakini ile mesure za nani za barabara hazijapimwa vizuri. Na wamesema tena ya kwamba ile matundu kwa nguvu za raia, matundu imezibiwa, moto inaanza kupita vizuri kwa nafasi fulani na kupishana vizuri na watu kutembea pia vizuri, na pia uchafu umepunguka. Kuna nafasi ambazo zimekuwa uchafu sana na zinasaidia Salongo imesaidia uchafu kupunguka. Na labda kama vile kwa upande wako wewe unatathmini namna gani? Je, raia wanaitikia mwito kadri na jinsi inavyotakiwa au namna gani? Raia wote wamesema kwamba Salongo iendelee sana, na wameleta vitu vidogo vya kupendekeza ili ifanyike tena vizuri. Katika ubovu wa namna tumeendesha Salongo kumekuwa hiyo kukosa wale wa technicien wa mabarabara kufika kunyoosha barabara zinyoshewe vizuri. Wamesema pia ukosefu wa nafasi ambayo kutupia uchafu ambayo naomba utupwe. Wamesema pia katika mabovu ni kwamba watu wameanza kufungwa kiolela na wengine kulipishiwa pesa, ijapokuwa hadi pale tumesema kama Salongo watu wote wanakwenda, lakini hatujaanza kipindi cha kusema tutatia mkazo kulipisha watu pesa na kufunga watu wale ambao hawafike ku Salongo. Kuna kanisa ambazo zinasali siku ambayo unapangilia Salongo, sijui kwa nini kama viongozi mapangiliaji swala kama watu wameamua humu ya kwamba ni vizuri siku itiliwe tena vizuri, kwa sababu kazi iwe ambayo inasaidia jamii pia kuwa vizuri. Mfano siku ya soko, siku ya posho ni siku ambayo ni ya soko kubwa ambayo inalisha jamii kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo kuna ubovu unaonekana mwingi sana kwa watu kuingia kwenye soko na kufanya Salongo. Zile masaa ndio saa za soko kuanza, ni masaa za mboga mbichi inafika mpaka saa 4 wasiruhusiwe kuchuuza,
haipendezi vizuri. Na kuna wenye makanisa ambao wamesema, mfano wale washika sabato wanatumika, imani yao inasema siku ya posho hawawezi kutumika kazi yoyote hii. Kwa hiyo watu wametaka ya kwamba salongo irejee siku ya 5 ili watu wote watumike, na kwa inga hii ndio itakuwa inga ya mwisho kufanya salongo siku ya posho. Taifanya siku ya posho maana hapa ni kisha siku moja tu, lakini kwa mwezi wa 7 tunaanza salongo kwa siku ya 5 ndio tutakuwa tunaifanya. Kwa sasa hivi raia wanasema kwamba kuna baadhi kama vile ya vikundi ambavyo havishiriki kwenye kazi za salongo, kama vile kwa waendesha pikipiki. Hii inakuwa inatokana nini? Tumeanza kazi, ni mwanzo. Kila mwanzo una magumu yake. Kila mwanzo mpaka huo na magumu. Magumu ni kwamba hawajaweza kufikiriwa vizuri. Ninaamini kuwa wapangiliwe kikazi, wanajua, lakini unajua wale wa dereva ni watu ambao masaa zao wanazishika sana. Sasa kuwashika ile saa 2 ya kubaki wako nafanya salon inaomba kupangilia vizuri. Kwa hiyo wameomba wapangiliwe nafasi yao, labda wanaweza kusema ni siku fulani tutaenda kufanya. Kwa hiyo tumewapangilia, lakini tumeendelea kuwasisimua ili waendelee kufanya salon. Lakini vile meya, kuna wale makapita wa makata mbalimbali ambao hawashiriki pamoja na raia kufanya kazi pamoja. Labda kama vile kiongozi, ni tendo gani kwa viongozi wa makata? Ninajua kwamba makapita wanashiriki, ijapokuwa miongoni mwa wakapita kuna makapita ambao wanashiriki wamekwisha kulewa, ila wa chef d'avenue wanashiriki, wa chef de cellule, ma chef d'avenue na wa chef de cellule wa nyumba 10. Hao ndio tumeona wana ubovu, wanaachilia kazi kwa wa chef de quartier. Makapita wanashiriki kabisa, ila ubovu ni huo. Mara mingi mtu anafanyisha kazi tena unakuja na hali ya kulewa, na wale wabovu raia haikupendezwa sana. Imependa kila quartier, kila avenue ambayo inafanyika kazi, yule chef wa pale aonekane yeye ndio mbele, anafanya kazi, iko kipao mbele, anafanya kazi vizuri, anaongoza watu, anawapatia mwelekezo, na wakati salongo inakwisha, kama analewa pombe yake. Kwa hiyo kama tutakuta quartier haina watu hawaende wengi, ni kusema tunasisimua, ila kapita atakuwa kama afurahishe sana, uongozi wake haufurahishi. Sasa hivi kuna hali ambayo imekuja kujitokeza kwa wale ambao wanafanya kazi za salongo. Katika kazi hizo wanajikuta kwamba kuna zile nyumba ambazo zinajikuta ziko barabarani. Kwa wale ambao wanafanya kazi kama vile hizo, wachukua hatua gani? Kwa hali sasa ya kunyorosha, kuna watu barabara yenyewe tu, yeye peke anaona barabara tu imekwisha kumustaki, na yeye anaona tu kwa macho, anaona kwamba amestakiwa, ameenda kabisa pembeni ya sheria, anafunga barabara. Kwa hiyo tumetuma, kuna kundi inaenda inaorozesha zile nafasi zote, ili tuone service ya kadase ije itusaidie na kunyorosha barabara, ibaki barabara. Ni kuwasaidia, kwa sababu siku ni siku tu, hata tuache leo, kumiaka itakuja. Unaona sasa hasara ambao watu wanapata Uvira kuna watu etage inabomolewa, umekwisha kujenga kwa thamani kubwa, inakuja kubomolewa, inakuwa kama vile unaomba zaidi. Hivi gisi tu ufasi za nyingi zingaliki bado sio nyumba, ni maborne tu, fasi zingine ni kiwanja tu, au fasi zingine ni nyumba ambayo ingaliki nyumba ya haina gharama kubwa. Heri hiyo amri itimizwe kwa wakati huu, kwa sababu itasaidia watu wakati wanaanza jenga sasa kwa gharama kubwa. Nyumba ya brike yenye kuunguzwa iwe sasa ijengwe katika hali ambayo itamsaidia abaki na nyumba yake. Kwa hiyo siku ya posho hii kuna nafasi 2 ambao tumekwisha kuangalia kwenye kuko manyumba, inaomba zianze kubomolewa. Leta haiwezi kunegosie na mtu ambaye anayenga mubarabara. Leta inakuja inatia tu sheria. Ikiwa ni mubarabara, leta nakuja kukamata barabara. Barabara inaitwa eneo ya serikali, ni eneo ya serikali.
mtu hawezi kufika pale, hawezi kutumikisha barabara au kuanza kujenga na serikali, hata serikali impe, hata mtu anakupa, mtu wa serikali usikubali, kwa sababu huyo mtu anakupa, kesho utaomba tu wewe mwenyewe. Kwa hiyo siku ya posho kuna nafasi mbili ambazo tutavunja. Leta haiwezi negotiate, leta haiwezi sikia boga, leta haiwezi kunani mtu, leta inasamini mtu, inampa heshima, lakini kama mtu anakuja kunyanyasa haki za serikali, serikali inaenda natimiza tu. Siku ya posho kuna nafasi mbili ambazo tunawaza, ikiwezekana tutavunja, na kuna avenue ambao borne inatiliwa nafasi ya 3, borne iko barabara ile nafasi nayo tunaona kama tutaenda kwanza kuonyesha mfano wa kutoa maborne, kutoa ile borne moja, ili ile program, ile ekipe ambayo iko natumika inazunguka, mko wa vijana wote, tuseme wa vijana ni raia wanatumika. Tutaenda sasa mwezi wa 7 tunaenda tunanyorosha. Kuna taarifa kwamba katika sikukuu ya uhuru katika mwaka huu kwenye mkoa wa Kivu ya Kusini, hasa katika mji wa Baraka, kuna wageni ambao watakaofika hapa kutoka kwenye jimbo. Hizi taarifa zina kweli gani, Meya? Ninatangazia raia ya kwamba tariki 13 ya mwezi wa 6 ni sikukuu yetu ya uhuru. Ni Kongo imepata uhuru kutoka mikono ya ukoloni, na kila tarehe hiyo ikifika Kongo inafanya sherehe. Kwa sherehe ya mwaka huu nimepata taarifa ya kwamba wakuu viongozi wa province ikiwamo governor, ikiwamo wakuu wa assemblée provinciale, niseme nini, ni wa député, mkuu wa député assemblée provinciale, bunge la province, ikiwamo mawaziri wa province watakuja na watu mbalimbali. Fete ya mwaka huu ya province itafanyika hapa Baraka. Raia wa Baraka tunapokea, ni vizuri, inapendeza, lakini ni muhimu tena kupokea wageni kama hao kwa sikukuu, kwa sababu Kongo mzima itaandika kwamba province ya Sud Kivu watu wote walikuwa muvile ya Baraka. Tutakuwa kama, kwa hiyo wakati tuna represente province kwenye nchi yetu, kuma ripoti za nchi yetu. Kwa hiyo tunaalika raia kupokea wageni wetu, mje tuwe wengi tuwapokee wageni wetu. Mgeni akifika namna anapokelewa, na kachakula ka kwanza ndio kanatumaka, anawatapikia wenyewe binabakia ndani ya roho. Pia kutakuwa makazi mbalimbali, tutawatangazia makazi mbalimbali na namna yatafanyika. Kwa leo na waarifu tu ya kwamba wageni watafika na tujitayarishe kwa kuwapokea. Tunakushukuru. Asante kwa. Sina la ziada, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Open Mic za Didas TV, na kuhaga, tukutane tena panapo majaliwa. Kwaheri.